Hii ni Sony TV na hapa nipo na Kimikoi Kisugu kuja kutazamia migogoro ambayo inaendelea baina ya wachezaji na viongozi, na tumeona imekuwa tofauti, wachezaji wanahaga wenyewe lakini timu kwa taarifa hamna yoyote ambayo imetoka. Tumemwona Fabrice Ngoma, lakini pia Shemaron Fondo ametoa sababu mbalimbali mpaka kutaka yeye kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Mikoi Kisugu, kwema? Safi, mambo vipi? Mambo yanaenda safi, namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Yes. Nakufuatilia kweli kweli. Nashukuru kwa kunifuatilia, lakini pamoja niwapongeze sana na niwasihi sana waendelee kutazama Sony na kusikiliza Sony, moja ya media online ambayo hivi sasa inafanya vizuri kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo nazungumzia Sony. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwaambie sana waje Sony, watapata vitu vya uhakika, watapata vitu vya moto, na moja ya nembo ya Sony ni Mikoi Kisugu. Yes. Unakiwasha sana. Ukitaka kupata habari za taarifa za Mikoi Kisugu, basi kila siku tembelea Sony. Naam, Mikoi, Fabrice Ngoma ameaga kwamba hatuweza kuwa tena sehemu ya kikosi cha Simba. Lakini sio yeye tu, hata Shemaron Fondo ametoa hiyo taarifa kwamba yeye naye pia hatakuwepo sehemu ya kikosi cha Simba. Unafikiri kwa nini wachezaji wameanza kuposti baada kabla ya timu kuidhirisha kwamba hawa sio sehemu ya kikosi? Kwanza ni wapongeze wachezaji kwa ujasiri mkubwa waliofanya, kwa sababu ni wachezaji ambao mimi naamini kwamba wanajitambua, kwamba Fabrice Mwamba Ngoma ni mmoja ni wachezaji ambao nguli katika bara letu la Afrika, manake kwamba ameshacheza timu nyingi, ni mchezaji anajitambua na mchezaji wa kujielewa. Unajua watu wengi wamesushwa katika hili, lakini mimi binafsi sijasushwa katika hili, kwa sababu mchezaji anakuwa na mkataba unakuwa unasema. Baada ya kuwa mkataba kusema, mchezaji mwenyewe ana malengo yake ukiachia mkataba. Kwa hiyo Fabrice Mwamba Ngoma, mimi naamini mkataba wake anajua namna ambavyo yeye na Simba ulivyo. Lakini Fabrice Mwamba Ngoma ndio mwenyewe anajitambua na kujijua mikakati yake na mpango wake mwakani wapi anatarajia kwenda. Lakini pia mchezaji huyu baada ya kuaga, maana yake amekwenda kutambua na kutambua kwamba mkataba wake tayari umekwenda ukingoni. Kwa hiyo yeye ana hiari yake aidha kwenda Simba, kuendelea Simba au kutoendelea Simba. Lakini Fabrice Mwamba Ngoma ameonyesha dhahiri shairi kwamba yeye hawezi tena kuendelea kuwepo kwenye klabu ya Simba, na ndio maana akaamua kutoaga mashabiki wa Simba. Sisi kama mashabiki wa Simba, kama wanachama wa Simba, kama my friends wa Simba, kwanza tumshukuru kwa huduma yake katika kipindi chote ambacho alichokihudumu ndani ya Simba Sports. Tunaamini kwamba kuna mazuri amefanya kwa asilimia kubwa. Kama mwanadamu hawezi kufanya mazuri yote, pia kuna mabaya amefanya ndani yake. Lakini kikubwa tumtekee heri na fanaka huko aendako. Vipi kuhusu kwa Shemaron? Yes. Majibu kwa Ngoma ndo majibu ya Shemaron, ambayo mimi sitaki kuendelea sana. Kimsingi majibu yao yanafanana. Mikataba yao iko wazi. Wanajitambua kwamba aidha wao wenyewe target yao aidha kuendelea na Simba, kutokuendelea. Ukimwona mchezaji mpaka anaamini kwamba mkataba wake umekwenda kuisha, alafu yeye mwenyewe anajitangaza, maana yake mchezaji huyo ana mipango na mikakati yake mingine kwenye football, kwenye maisha yake. Kwa hiyo kikubwa sisi tuwatakie heri na fanaka, tuwaombee dua kwa Mwenyezi Mungu waende huko ambako wanakokwenda. Kikubwa ni wakatekea heri na kuwatakia changamoto mpya. Naam, Mikoi Kisugu, baada ya kuposti wachezaji wao kwamba watotoka sehemu ya kikosi, wanasema labda usikute uongozi wameshindwa kuuelewa, kwa sababu wenzetu wanakuwa na tamaduni tofauti. Kama uongozi sio imara, wanaona hii sehemu sio inaweza. Baya zaidi waandishi mnawasemea wachezaji hawa. Wachezaji wenyewe wamesema. Mimi naamini wachezaji wenyewe wana mikataba yao. Alafu hao wachezaji wanoaga wanajua mikakati na misingi maalumu ya Simba mwakani, nini Simba wanahitaji. Yawezekana pia kuondoka kwao wanaamini kwamba kile ambacho wanaamini walitakiwa kutekeleza kwenye Simba wameshindwa kutekeleza. Pia inawezekana katika hilo. Kwa hiyo kuondoka kwao usihusishe na management ya Simba. Kuondoka kwao lazima tukubaliane kwamba mikataba wao wamefanyaje, imekwenda kusha. Mimi naamini kama Simba bado wanaendelea kuwahitaji wachezaji, wanaweza wakakaa wakazungumza nao. Lakini kama wanaona kwamba hawana mahitaji tena, ni kuwaruhusu kwenda huko ambako wanakohitaji kufanyaje kwenda.
Lakini kuondoka kwa wachezaji hawa hakuna maana kwenda kutafsiri kuna migogoro baina yao na uongozi wa Simba. Mimi naamini mikataba yao imekwenda imekwisha. Imeenda imekwisha. Lakini Mikoi, ukiangalia interview ya mwisho ambayo amefanya Shemalon Fondo, amesema shida sio sisi wachezaji wala kocha na la benchi la ufundi. Shida uongozi wa juu ndio unatufanya wachezaji tunashindwa kufanya vizuri. Hii kauli imekuwa inatembea sana mitandaoni na wewe mwenyewe shahidi, utakuwa umekutana nayo. Unafikiri kwa nini Shemalon amezungumzia hili? Sitaki kuzungumza kwa nini amezungumza, kwa sababu yeye mwenyewe anajielewa kile ambacho alichokizungumza. Na Shemalon Fondo ni mchezaji wa klabu ya Simba. Yeye kwenye kazi yake naamini ndio anajua mazuri yanomtokea na mabaya ambayo anayokumbana nayo. Na mimi niliwahi kusema na nitaendelea kusema, kuna muda management zetu hizi tunahitajika tukutane kwa pamoja, tukae tuzungumze ili tujue msimu huu wapi tulifanya vizuri, wapi tulifeli na wapi twende turekebishe. Shemalon Fondo soma la kwanza kusema. Mwaka jana alisema huyu, lakini mwisho wa siku tukaendelea kuwa naye. Na mwaka huu ameendelea kusema. Lakini Shemalon alisema mwaka jana kuhusu management ya Simba, akabaki Simba. Na mwaka huu amesema shida management. Mimi sitaki kusimama kuona kwamba aidha muongo au mkweli, lakini mwisho wa siku baada ya usajili ndio nitajua maneno ya Shemalon Fondo. Kwa sababu siku zote mwanadamu mwenye akili timamu, ukianyua ukaambua chumba hiki ndani kina kiloboto au ina viloboto kwa maana vingi, mtu mwenye akili timamu huwezi kuishi katika hiko chumba. Lakini Mikoi Kisugu, nikutolee mfano mfupi. Cristiano Ronaldo alivorudi mara ya pili Manchester United, akawaambia kwamba uongozi huu unashindwa kubadilisha miundombinu yake, ndio maana mnashindwa kuendelea. Huyu ni mchezaji nguli. Sony management ya Simba inaongozwa na wanadamu. Usiamini kwamba 100% itakuwa iko sawa sawa. Na sehemu yote ukimwona sifa ya mwanadamu, sifa ya kwanza mwanadamu anakuwa hana ukamilifu. Sifa ya kwanza ya mwanadamu, ili ukamilike kuwa mwanadamu, usiwe mkamilifu. Na hayupo katika dunia hii mwanadamu aliyekamilika. Kwa mapungufu ya viongozi wa Simba na management ni kutokusimamia vizuri wachezaji. Nasema hivi, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kila mwanadamu ana udhaifu wake, na ndio maana kulijua katika hili kwenye vilabu vingi tukatengeneza jambo neno linaloitwa katiba. Maana yake kuna muda tukiona tumekwenda tofauti kama wanadamu ambavyo wanavyotupeleka, tunarudi kwenye katiba, tunakaa pamoja, tunazungumza, maisha mengine yanafanyaje? Yanaendelea. Lakini huyo mtendaji wa katiba anakuambia elewi timu kwa nini ilienda tarehe 25. Nani anasema elewi? Nani anasema elewi? Si huyo mzee wa kamati wa katiba. Nani tena? Unamjua? Nani niambie? Unamjua bwana. Mimi simjui. Kisugu unamjua bwana, mtandaoni amepostiwa sana. Nani simjui? Wewe mtaje tuzungumze, kwa nini mwandishi unamficha? Wewe sema kwamba fulani ameandika, fulani amesema. Kwa unaona katiba inasimamiwa sawa sawa. Katiba ya klabu ya Simba inasimamiwa, na ndio maana baada wao wasimamizi tunawapeleka maoni, tunawaambia kwa namna moja au nyingine, kwa sitofahamu ambazo zimetokea, tunahitaji kuona namna ambavyo tunakaa pamoja, tunazungumza lugha moja. Mimi naamini ile slogan ya Simba nguvu moja haikuja kwa bahati mbaya. Slogan ya Simba nguvu moja ilikuja kwa minajili ya kuweka Simba pamoja, kuona wana Simba wanasimama katika umoja. Leo hii kila mwana Simba akiwa anasema la kwake, maana yake ni slogan ya nguvu moja tunakwenda kupishana nayo. Umebaki kwenye njia kuu. Ili tusimame kwenye misingi sahihi, lazima Simba tusimame kwenye slogan ya nguvu moja. Mimi kwa taadhima niombe sana management ya Simba, wafanyavyo, waiangalie katiba ya Simba, wawaite wana Simba wakae pamoja, wazungumze pamoja, ili kuna namna ambavyo tunakwenda kuitengeneza Simba inasimama kwenye slogan ya Simba nguvu moja. Okay, sawa. Hao ni wachezaji ambao nimekuambia mara kwanza, lakini kocha msimu wa kwanza huu
lakini pia ameona mapungufu haya, naye amezungumza kwamba shida sio wachezaji wake, ila shida iko juu. Mimi nafikiri labda yani mtu kaja haraka tu hivi, hata mwaka hajamaliza lakini kashaona. Mimi nafikiri labda ukumsikiliza vizuri Mwalimu Fadrevis, labda Kiingereza kinakupa mashaka kidogo. Hakuna neno aliyetumia kwenye interview yake kasema shida iko juu. Alichosema mambo ya nje ya uwanja yamekuja kuharibu mwishoni. Sio na vizuri. Shida waandishi wengine labda lugha zinakupigia ni chenga. Kwa hiyo lazima nimesema toka mwanzo. Hakuna mwanadamu aliyekamilika. Na ndio maana mimi muda mwingi toka sakata lile, mwisho wa siku naamini sehemu ambapo itakwenda kuitengeneza Simba ni kwenye mkutano wa klabu ya Simba. Yako mambo mengi ambayo mimi naamini wachezaji wanajua, coaching anajua, management wenyewe wanajua, mashabiki wa Simba wanajua, Kisugu anajua, lakini unazungumza kwenye media kwa faida ya nani? Tunaamini hawa wote ambao katika nilowataja, sehemu sahihi ya kwenda kuzungumza ni ya mkutano, kukutana wanachama na viongozi wao. Naam, leo rais wa heshima na mwenyekiti wa bodi, mkurugenzi Mo Dewji ameitisha kikao na watu kadhaa ambao wameorodheshwa ikiwemo Hassan Darari, Aden Lage. Hivyo unaona kuna kitu gani ambacho wanaenda kukijadili? Ni huo mkutano mkuu. Kwanza nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, pia ni mwekezaji Mohamed Dewji. Moja katika watu ambao mimi nasema muhimili wa Simba Sports ni Mohamed Dewji. Binafsi na muappreciate sana kwa namna ambavyo alivyojitolea juu ya klabu yetu ya Simba. Mo ukiachia mwekezaji ni mshabiki lialia wa klabu ya Simba. Mimi nimeanza kumtambua zamani sana akijihusisha na Simba Sports. Moja katika watu ambao huwezi kuzungumzia mafanikio ya Simba Sports bila kwenda kumzungumzia Mohamed Dewji almaarufu Mo. Kwanza nimpongeze kwa hatua aliyechukua kama mwenyekiti wa bodi, kama mwekezaji wa klabu ya Simba, kwenda kukutana na wazee hawa, kwenda kujadiliana na kuzungumza ili kujua mustakabali wa Simba hapa ilipo na inapokwenda. Kwa sababu lazima niseme Simba tunakwenda kwenye kipindi kigumu. Tunakwenda kwenye kipindi ambacho tunaweza tukatengeneza timu kwa mafanikio zaidi, au tukaenda tukaibomoa timu zaidi na tukarudi kule ambako tulikotoka. Tunakwenda kwenye kipindi cha registration kwa maana ya usajili. Na kibaya zaidi mwakani Simba anakwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ndio mashindano makubwa katika ukanda wote katika bara la Afrika upande wa vilabu. Jina la mwaka robo lilipotokea. Maana yake tunachohitaji kuona tunatengeneza timu iliyokuwa strong ili kwenda kupambana na malengo ya Simba kwenda kutimia. Kwa hiyo naamini kikao kitakuwa kizuri. Naamini kikao kitakuwa na faraja sana kwa wana Simba. Na naamini wana Simba baada ya kikao kesho sote tutazungumza lugha moja. Tutajua kama Mangungu wabaki au watoke. Tutazungumza lugha moja. Tutajua hivyo. Tutazungumza lugha moja. Na ndugu zako wanashinikiza atoke. Yes. Unafikiri kwa nini? Ukimwona kiongozi anaonyeshwa kidole wakati watu wanakupa hiyo dhamana, walikuamini na wakaamini kwamba kile ambacho wanachokihitaji kutoka kwako watakipata ili mradi wao mambo yaweze kwenda. Ndio. Baada ya muda kuona kile kitu ambacho walichofikiria kukipata kutoka kwako hawajakipata, maana yake kukuonyeshea wewe vidole na kupiga kelele ni vitu vya kawaida. Nikupe historia ya mchezaji mmoja wa klabu ya Simba, lakini sitamtaja jina. Alizungumzwa kwa mabaya sana, alisemwa sana kwenye mitandao. Bahati mbaya siku moja mimi nikakutana naye, akaniambia kaka, mimi ninavyosemwa na kupewa maneno makali kwenye mitandao huoni? Nikamwambia mimi naona. Akaniambia nini cha kufanya? Nikamwambia wewe cha kufanya, wakati unasajiliwa kuna watu waliamini kwamba una kitu ambacho wewe unaweza kuwapa. Kile kitu ambacho wewe unaamini unaweza kuwapa hujawapa.
ili wasikuseme nenda katimilize majukumu yao, uwape kile ambacho wao wanachokitaji kukipata kutoka kwako. Huwezi kuzisikia kelele. Akakiwasha. Hata wewe ukiwa baba, ukirudi nyumbani watoto wanapiga marage, kelele baba atuli marage, basi tafuta namna ambavyo nyama inapatikana vipi ili kelele zisisha. Asante sana na washukuru sana waandishi wa habari. Shukrani.